Hivyo ni muhimu sana watu kuelewa muungano ulianzia wapi na kwa nini tuna muungano na kwa nini kuna utofauti kati ya muungano. Maana muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni muungano tofauti sana na miungano yote duniani. Tofauti yake ni nini Patenus? Moja ya tofauti ya muungano huu ni kwamba nchi mbili zinapoungana, zile mbili zote hupotea na kuleta kile ambacho wamezaa. Sasa kwetu sisi ni tofauti. Zanzibar ipo na imeendelea kuwa kama taifa, halafu na lile tunda kuu tunaloita Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo nchi kama Tanganyika imepotea, haionekani iko wapi. Kwa hiyo huo ndio upekee ambao state machinery zinatakiwa kueleza bila uoga kwa nini muungano wetu kwa sifa hiyo. Na je, ni kitu kibaya au ni kitu kizuri? Kwa hiyo vijana wa sasa na viongozi wanaochipukia wanaliangalia kwa sura hiyo kwamba hapana, huu muungano mbona Tanganyika ipo, au mbona Zanzibar inamezwa, au mbona hiki kinatokea. Lakini kuna umsingi na maana ya kuelewa kwamba tunapoungana ni nini kinatokea. Sasa niseme, kama utaniruhusu, nitoe ufafanuzi kidogo kabisa, kwamba mwaka 1840 taifa la Zanzibar lilikuwa chini ya utawala wa sultani wa Oman. Mpaka mwaka 1890 kulitokea makubaliano ya mkataba unaitwa Heligoland, ambao ulifanya Zanzibar ihamie kutoka kwenye utawala wa sultani wa Oman iwe chini ya Mwingereza. Kwa hiyo ukiangalia Zanzibar kwa ufupi, imetoka kwenye utawala wa sultani la kuingia kwenye utawala wa Mwingereza na baadaye kujitawala wenyewe. Kwa hiyo tarehe 10 Disemba mwaka 1963 Zanzibar ilipata uhuru kutoka kwa Mwingereza, japo kulikuwa kuna ubishani kwa sababu ya makubaliano yaliyokuwepo mwaka 1890 ya Uingereza na sultani wa Oman, yalikuwa bado yana mvutano nani aongoze taifa. Kwa hiyo mwaka 64 tarehe 12 ndo mapinduzi matukufu yakafanyika, taifa likawa huru na wakajisimamia watu tuseme wa Afrika. Na ujue sasa, sambamba na hilo, Zanzibar ilikuwa na makundi kama 3 au 4 ya makabila. Kwanza kulikuwa, tunaweza tukasema resi, kulikuwepo na Waafrika, yani Washirazi, Wabantu, walikuwepo Waarabu, walikuwepo Waajemi, the Persians, lakini vile vile Wahindi. Kwa hiyo Zanzibar kikuwa tu kisiwa, ila ilikuwa ni alama ya Indian Ocean Island Civilization, kwa sababu ilikuwa ina Wakomoro na kadhalika. Kwa hiyo ukiangalia misingi ya Zanzibar ni misingi mipana ambayo iko kwenye tuseme kwenye diversity kubwa. Ina watu mbalimbali na makabila mbalimbali ambayo yanatokana na race tofauti tofauti. Kwa hiyo kumbe Zanzibar si kajitu tu kuangalia kwa jicho la kawaida, kuangalia kwa jicho pana. Sasa hilo lilikuwa ni taifa la Zanzibar. Sasa upande wa pili, taifa la Tanganyika na lenyewe lilikuwepo, na tarehe 9 Disemba na lenyewe likapata uhuru mwaka 61. Kwa hiyo mwaka 64 mwezi tarehe 26 Aprili nchi mbili hizi zikaungana. Kwa hiyo Zanzibar ilikaa kwenye, maana Januari ndo ilijitambua sasa ikawa taifa huru ambalo sasa linajiongoza lenyewe baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Ni dhahiri kilichojitokeza ni kwamba haikukaa kwenye uhuru peke yake kwa muda mrefu, kwa sababu mwezi tarehe 26 mwezi wa 4 ndo ikaungana kati ya Tanganyika na Zanzibar, ikatengeneza Jamhuri ya Muungano. Sasa hapo nadhani ndipo tunapotakiwa kuanzia kuelewa kwa nini muungano wetu ni wa kipekee kidogo. Taifa la Zanzibar lilibaki na kuonekana, ile identity ya Kizanzibari iliendelea kuonekana, lakini taifa la Tanganyika lilipotea. Sasa kuna sura kama 2 au 3 zinazoweza kueleza hicho ni nini kilijitokeza. Tunasema watu gani hawa? Wanazuoni wanasema ni muungano nao uliotokana na kitu kinaitwa political asymmetry, yani muungano usiokuwa na uwiano. Sasa tukianza kwa mfano na teolojia ambayo nadhani ndio kubwa kidogo, wanaamini katika hizi dini zilizotokana na Abrahamic religion, kwamba wawili hao wanakuwa mwili mmoja. Tafsiri yake ni kwamba hawa wawili wanaendelea ku-maintain identity zao, lakini kinachowaongoza ni picha kubwa ya kwamba wameungana na kuzaa kitu kimoja. Sasa kwa nchi ya Zanzibar na nchi ya Tanganyika tulitegemea kwamba hao wawili
wasiwepo wote, ila kutokee Jamhuri ya Muungano peke yake. Kwa hiyo sasa Jamhuri ya Muungano ndo wengi wao wanasema imemeza sura ya Tanganyika, na wakati huko upande wa pili Zanzibar imebaki kama na utambulisho wake. Sasa ambacho kilijitokeza ni kwamba waasisi hawa wawili walitengeneza kanuni ambayo ilikuwa ni zaidi ya mipaka na ni zaidi ya nani anapata nini katika muungano. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba Tanganyika ilijivua utanganyika wake kwa ajili ya picha pana itwayo Jamhuri ya Muungano, lakini ikaacha madaraka ya Zanzibar kama Zanzibar iendelee kujitambua. Kwa hiyo Zanzibar yenyewe iliendelea kuwepo katika muungano, na nadhani ni kwa sababu ya ubishani uliokuwa unaendelea. Kwa hiyo hapo Patenus, unamaanisha kwamba ni kama Tanganyika ilikuwa submissive kwa Zanzibar, sivyo? Hapana, sio submissive. Kuna concept inaitwa, mtanisamea kidogo leo, kuna concept inaitwa kenosis. Kenosis ni kitendo cha kujivua ule ukuu ulionao kwa ajili ya kitu kikubwa zaidi. Wakristo wanaielewa vizuri kwa sababu kuna sehemu katika, ukisoma barua ya Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 22, wanasema Yesu kwa asili alikuwa Mungu. Ila aliona kitu hicho sio cha kugangania kwa nguvu, akajivua huo ukuu, akawa mwanadamu ili kusudi moja alete ukombozi kwa mwanadamu. Kwa hiyo sio kwa submissive. Ni tofauti na kujivua gamba tunayoita kwenye biology ekdidis. Kwa hiyo hapo Tanganyika ilijivua gamba. Ninachotaka tutofautishe kuna kujivua gamba na hii concept inayoisema ya tunaita kenosis. Kiswahili chake ni kigumu kwa sababu ni maneno ya Kigiriki na ni concept ya Kikristo sana, ikimaanisha self emptying. Yani unajivua, unajiondoa, unajinyenyekeza kutoka hali fulani ambayo inakupa ukuu na unakuwa wa kawaida kusudi uweze kupata jambo kubwa zaidi ya hilo. Sasa hiyo concept inaitwa kenosis. Sawa? Ni tofauti, wasije wakachanganya na kujivua gamba. Kwenye biology kuna kitu kinaitwa ekdidis. Reptiles hujitoa gamba la juu kusudi waonekane wapi. Hii ni tofauti. Lakini vile vile hata kwenye jiografia kuna concept inaitwa metamorphosis, na yenyewe ni tofauti. Na kwenye computer, kwenye ICT hivyo preview. Sasa hivi tu ni vile tofauti. Kwa hiyo tuseme Tanganyika baada, nadhani unajua wangelikuwepo hao waasisi wawili, Mzee Karume na Nyerere, wangeweza kutuambia vizuri kwa nini walifikia sehemu wakasema tusije na confederation, tusije na federation, muungano wa hizo nchi kama zinavyokuwa kwamba nchi mbili zikiingia inazaliwa moja, hizi zote zinapotea. Tuje na moja ambayo inaonyesha hilo. Lakini kwa nini Patenus huu muungano ulikuja, labda tukirudi nyuma zaidi? Ndio, muungano huu ulikuja kwa sababu ya sura kuu 4. Alafu tutaingia kwenye modalities kwa nini ulienda vile. Ya kwanza, hawa ndugu wawili, marehemu Karume na marehemu Nyerere, walikuwa wanapenda sana umoja wa Afrika. Kwa hiyo walikuwa wanasema kuunganisha nchi moja na nyingine ni hatua ya kwenda kwenye umoja wa Afrika, kwamba Afrika iwe taifa moja. Hiyo la kwanza. Lakini la pili ilikuwa naangalia usalama wa Zanzibar. Usalama wa Zanzibar kwa sababu ya yale makundi niliyowatajia. Alikuwepo Oman, sultani wa Oman, ambaye alihama kutoka kule kwa Oman akaweka mji mkuu hapa Zanzibar. Kwa hiyo kulikuwa kuna kasheshe zinaendelea, na kipindi kile kwa sababu bahari ndio ilikuwa inatumika kama njia kuu ya mapambano ya kivita, mataifa yote yaliyokuwa karibu na bahari ilikuwa ni shida. Kwa hiyo usalama wa Zanzibar, hilo la pili. Lakini la tatu ilikuwa ni kwa ajili ya kupambana na hii tunaita nini, Soviet. Sio Soviet, vita baridi. Kipindi kile mataifa yalikuwa yanavutwa huku na huku. Kwa hiyo wakaona sasa tunaingia wapi, kwa sababu kwa mfano vita baridi Zanzibari akivutwa na Marekani ambayo ilikuwa ni magharibi wanaofuata ile tuseme itikadi ya kibeberu, Tanzania itaingia kwenye kasheshe na yenyewe na hivyo itashindwa, itakuwa wapi. Vile vile na Tanzania ikiingia upande wa mashariki vile vile itakuwa ni tabu. Kwa hiyo wakawa wanataka kulinda hilo. Sawa? Kwa hiyo vitu hivyo vyote vitatu vikuu ndo vilifanya kwa kiasi kikubwa wazungumze kuingia muungano.
kwamba sasa hilo ilikuwa ni jambo moja kubwa. Lakini jingine ambalo lilikuwa alisemeki sana, Zanzibar na Tanganyika ni watu ambao walikuwa wanaingiliana sana na wenye ndugu wanaofahamu, yani wana udugu wa karibu, kwa sababu ukiangalia huku kuna watu ambao ukiwaona asili yao ni Zanzibar na kadhalika na kadhalika. Hata watu wa huku bara kuna watu ambao wana ndugu zao Zanzibar. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba hii mipaka iliyokuwepo imeletwa na wakoloni, imeletwa na sultani wa Oman, imeletwa na Waingereza, tuivunje. Kwa hiyo Nyerere na Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Karume hawakuamini katika mipaka ya kikoloni. Kuna hivyo walitaka wawe na mataifa yasiyokuwa na mipaka ya kikoloni. Kwa hiyo ndio maana Tanzania ilikuwa zao kuu, kwamba tutengeneze taifa ambalo hatubanwi tena na definition na tafsiri yoyote ya wakoloni. Kwa hiyo ndo wakaivunja hiyo mipaka yote, kwamba sasa hakuna Zanzibar wala Tanganyika, kuna jamhuri. Kwa hiyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni taifa ambalo limezaliwa baada ya ukoloni. Ni taifa huru ambalo halijawahi kuingia kwenye ukoloni. Hakuna yoyote amewahi kukolonize taifa linaitwa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa maana hiyo basi Zanzibar ikiwa sehemu yake na Tanganyika ikiwa sehemu yake. Hilo ndilo lilofanya muungano wetu uwepo. Ulisema utatueleza pia, nakuja kwako Samira. Ulisema utatueleza pia kwamba kwa nini walifikia kwenye hii sura ya muungano ambayo sura hii ya muungano. Mijadala ilikuwa ni mikali ya kuungana. Na hivyo kumbe Zanzibar ilikuwa ni taifa linalofahamika kimataifa kama Tanganyika. Sawa? Na hivyo basi kwa kuwa Mwalimu Nyerere alifahamu sana kanuni ya kwamba hatuhitaji kuwa na mipaka ya kikoloni, na hivyo ikiwa ni sehemu ya turufu ya kumconvince Mzanzibari aachane na Zanzibar, alikuwa ni kumwambia kwamba sisi hatutaendelea kujitambua kwa hali hiyo ya utanganyika wetu. Utanganyika wetu utakufa, ila wewe unaweza ukaendelea nao kama unautaka Uzanzibari wako. Kwetu sisi utanganyika sio tena kitu, kwa sababu ya kile nilichokuambia kwamba yeye alikuwa anatumia hiyo concept ya kwamba Tanganyika ilijisadaka. Nafikiri ndo lugha hiyo ndio itakayopendeza. Ilijisadaka kwa ajili ya kupata jamhuri iitwayo Tanzania. Na ndio maana wanaofahamu vizuri muungano wanaulinda kwa mitutu ya bunduki. Hapo nilikuwa nakuja kwa hiki ambacho kinaendelea. Imani alisema awali kuna watu kwenye mitandao na diriki kusema kwamba hakuna haja ya kuwepo kwa muungano. Labda kuna umuhimu kiasi gani kwa nchi hizi mbili kuwa na muungano? Unajua muungano hauji kwa sababu kuna mtu anataka kushinda. Ili tuende vizuri, turudi kwenye ndoa. Samira ameolewa mwezi wa kwanza. Okay. Samira. Ukwenda kule ili umshinde mume na mume kwenda huko ili akushinde wewe. Nyote mmejivua ule usamira na ule mtu wa simjui jina anaitwa utanisamehe. Kwa hiyo usamira wako umeuvua kwa ajili ya picha kubwa inayoitwa familia. Kwa hiyo hilo ndilo moja kubwa linalofanya kuwepo miungano hiyo, maana inakuondoa kwenye tafsiri zilizo fupi kama kimo changu ambazo zinakufanya usione mbali na kuona mambo kwa mapana yake. Lakini vile vile inakufanya uwe na familia, inakufanya uwe na zao jipya ambalo linaitwa familia, na hivyo inakuletea utambulisho wa vitu vingi tofauti na unavyokuwa wewe peke yako. Kwa hiyo hiyo ndio ya kwanza. Lakini nyingine ya pili ni kuweza kupambana dhidi ya unyonyaji, kwa sababu mataifa haya mawili kila moja lina mapungufu yake, lakini tunapoungana kuna nguvu ya pamoja tunaipata ambayo inatusaidia. Moja, kutorudisha watu wetu katika umanamba na utumwa, lakini vile vile kuwafanya wajisikie kwamba kweli walistahili kuishi kwenye hii mipaka. Kwa hiyo hilo ndilo linalofanya tuwe na miungano. Sasa kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, maneno ya baadhi ya viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wanapozungumza kuonekana kuna masuala ya ubaguzi ndani yake, lakini upande wa pili watu wanalibeba hili sasa hivi kwa katika uelewa tofauti tunasema, na maneno yamekuwa mengi mno, manake kama vile chuki zinaanza kuingia ndani yake na pengine inaweza ikaleta kitu ambacho si kizuri. Patenus, unavyotazama
kauli za viongozi ndizo zinazoharibu, ama tumekosa uelewa wa kutosheleza wa kujua nini maana ya muungano na nini kimo ndani yake na mipaka na sheria zake? Ni ukweli kuna hoja ya kwamba viongozi na kauli zao ndio wanaoleta hizi chokochoko, ndio wanaofanya mambo haya yaanze kusikika na kuonekana, lakini vile vile kuna kutoelewa. Kwa mfano, mtu anayesema Tanganyika tuioni wakati Tanganyika ilijivua utanganyika wake. Yaani unajua kujiondoa kwenye kile tunachokisema kwamba ile mamlaka ulionayo kwamba si kitu, ila kilicho kitu ni mimi kuendelea kuwa na jambo pana lile, ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kuna uelewa ambao ni mdogo sana, na ni bahati mbaya Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Karume hawakutengeneza misingi ya uelewa mipana ambayo inarithishwa kizazi hadi kizazi, kuendelea kuona muungano kwamba si nafasi na fursa ya kwamba fulani anafaidika na fulani hafaidiki. Waliingia agano, na ndio maana unaona mchanga wa Tanganyika na mchanga wa Zanzibar vilichanganywa, vilienda zaidi ya sheria, vilikuwa katika agano. Na ndio maana ukizungumza swala la muungano ukaanza kusema uvunjike ufanyikeje, unaonekana wewe ni mtu asiyefaa na unaweza ukachukuliwa hatua mbaya kabisa. Na ndio maana watu wanaulinda, hasa wanaofahamu. Hata Chama cha Mapinduzi hakiujui muungano vizuri kwa sababu kimeundwa mwaka 77. Muungano kwa 64. Na ndio hicho nilitaka nikuulize Patenus kwamba nini kimepunguza hadhi ya muungano, kwa sababu kama unavyosema, kwa mtu ambaye kweli anafahamu muungano, akisikia unaleta hoja ya kwamba muungano uvunjwe ama kuubeza muungano, hawezi kuelewana na wewe kabisa. Lakini ukiangalia maneno yanayorushwa kwenye mitandao ya kijamii na kizazi hiki cha sasa, ni kama watu wengi hawaoni kabisa haja ya kuwepo kwa huu muungano. Ombwe liko wapi hapo kwenye uelewa wa muungano, ama bado watu hawaoni haja ya huu muungano kwa macho? Kwanza kulikuwa na, tunaweza tukasema kwa lugha ya Kiingereza, miscalculation kutoka kwa Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Karume. Miscalculation ilikuwa ni hivi: Tanganyika na Zanzibar ziliingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa kuwa mbio zote za watu wawili hawa walikuwa wanatafuta umoja wa Afrika, kwamba tuunganishe haya mataifa kusudi tupate taifa moja. Kwa hiyo hata Mwalimu Nyerere nafikiri alipokuwa anasema Tanganyika ijivue utanganyika wake kwa ajili ya picha kubwa, alikuwa anajua kwamba hata nikiwaacha Zanzibar haitachukua muda mrefu na wenyewe watapotea kwa sababu ya mazingira yanazidi kupanuka. Bahati mbaya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikaanguka. Sasa ilipoanguka mambo mengi yalibadilika, na mambo matano yaliyokuwa ya muungano yakapanda yakawa 21. Kwa hiyo hiyo ni picha ya kwanza. Lakini picha ya pili, ilitegemea Afrika iwe imeungana kutoka miaka hiyo ya 60, walikuwa na mjadala mpana, na bahati mbaya ilikwenda hivyo. Kwa hiyo hivyo vitu viwili hivyo ambavyo ndio ulikuwa msukumo mkubwa wa kutengeneza taifa moja la Afrika, na ukanda huu wa Afrika Mashariki ukawa ni sehemu ya tuseme pilot, ikawa ni sehemu ya nchi za mfano, kuvunjika ilibadilisha kabisa sura nzima ya nini maana na thamani ya muungano. Sasa baada ya hayo kutokea, hatujapata uongozi ambao kwa kiasi kikubwa uliketi na kueleza misingi hii vizuri, kusudi ionekane kwamba muungano wetu tulionao kwanza ni muungano wa kipekee duniani. Hakuna muundo wa namna hiyo dunia nzima. Ni tunu hivyo kwetu sisi, kama tunavyosema haki, kama tunavyosema uhuru, kama tunavyosema udugu, amani, na bili tuongeze na latano na muungano. Hizo ni tunu zetu. Patenus, ulikuwa ukitueleza unafikiri kabisa katika zile tunu zetu muungano ingeongezeka iwe sehemu hiyo, kwa sababu kubwa moja, walipochanganya mchanga na wakatupa huo mchanga waliko utupa, mnapajua au mliwahi kupasikia? Kwa kweli sijui. Baharini. Labda ulitupwa Samira kwenye bahari, ulitupwa kwenye bahari. Maanake kwamba hatuwezi kurudi tulikotoka. Hatuwezi kurudi nyuma. Bye bye baba Jeni. Ni hivyo. Lakini vile vile taifa moja ambalo lilitengeneza muungano halipo. Sasa hivi tunaenda kukaa na nani kusema tunauvunja? Jamhuri ya Muungano haina mamlaka ya kimsingi ya kuvunja muungano.
yani haina mamlaka hata ya kupendekeza katiba yenyewe kulingana na misingi hiyo, kwa sababu waliounda huo muungano unaitwa Jamhuri ya Muungano ni Zanzibar na Tanganyika. Tanganyika haipo, ipo Zanzibar. Zanzibar takaa na nani kusema kile tulichokiunda hakifai? Kwa hiyo kikubwa, mimi kwa njia yangu ninavyoiona kifalsafa, kwamba njia pekee ni kuenzi sasa, na sio lazima tukubaliane kwamba kilikuwa sahihi. Lakini tukiangalia pia kwenye utambulisho Patenus, unakuta mtu akitoka Tanzania anasema labda mimi natoka Tanzania bara, lakini kule Zanzibar unasikia wanasema mimi ni Mzanzibari, kama mataifa mawili hapa, na ni jambo ambalo unaona pia lina mkanganyiko. Imefika hatua, Samira aliuliza swali zuri kuhusiana na kauli za viongozi. Hata baadhi ya viongozi wanasema Watanganyika, wanaona Wazanzibari, na hiyo inaonekana kama baadhi ya watu wanaona kama huu muungano unaenda kuvunjika muda si mrefu. Maoni yako ni yapi kwenye utambulisho kati ya Mtanganyika na Mzanzibari? Kweli nakubaliana nawe kwamba Mtanganyika ni kama imekufa, ni Tanzania, lakini Mzanzibari iko pale na ina nguvu. Niseme la kwanza ni kwamba kuna upotofu, ni lugha za upotofu tu hizo ambazo zinatokana na kutoelewa kabisa muungano ni kitu gani na umetokaje. Kwa sababu Zanzibar tuseme ilijisadaka kwa kutoa ile sifa ya kutambulika kimataifa. Bara ambayo tunasema Tanganyika na yenyewe ilijisadaka kwa kujipoteza, kwa kujivua Utanganyika. Kwa hiyo kumbe ni nchi ambazo zinalingana. Kikubwa ambacho kinaweza kikawa kinazungumzwa kwa mapana na kwa sauti kubwa ni kwamba ile misingi ambayo ndiyo inayosema masuala ya muungano yatafanywa na muungano, masuala binafsi yabaki kwa Zanzibar, ikiwa na lengo la kwamba tunataka tutoke kwenye hizi nchi mbili kuanza kuonekana imaginary na kuingia kwenye nchi moja ambayo haina tena Zanzibar wala haina tena Mtanganyika. Kwa sasa tunaweza tukasema Tanganyika walifanikiwa kwa sababu ya kitu kimoja, wao wameshajitoa kwenye Utanganyika. Na ukiwasikia wengi watasema bara. Hakuna taifa linaitwa bara. Ni Tanganyika. Ila Zanzibar bado hawajatoka kwenye hiyo tafsiri ya Uzanzibari wao katika sensi au katika maana ya kwamba ni taifa. Hili tunaweza tukaichukulia kwamba for political reasons ni kwamba Zanzibar ipo ikiwa na lengo la kupanda juu zaidi kutoka kwenye hii misingi ya kubana. Kwa hiyo hao viongozi ni upotofu tu ambao unahitaji kuelezwa kwa undani wakaelewa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, vijana wameanza na vijana sasa hivi sorry to say this, wana ubinafsi mkubwa umeingia katika, wanataka na wetu waonekane kwenye muungano wako wapi. Vijana, tuna watoto, tuna wakina mama, tuna wazee. Wewe kwa nini unataka uonekane kwenye muungano? Hao wengine. Kwa hiyo kuna lugha ambazo nadhani viongozi wetu na wenyewe sijui wamekuwa na ulegevu wa kutosimama na kuambia ukweli. Vijana tunawapenda wa taifa hili wote, lakini mkianza kujichagulia kaeneo katika jamhuri mnaleta mgogoro. Waambiwe ukweli kwamba hili hapana, hili sawa na litaenda namna hii, tukae tujadiliane. Sasa zile haki msingi za Mzanzibari wakati wanaingia ile Articles of the Union ambayo ilisema kwamba tusimamie vitu hivi, viangaliwe vizuri. Ni wapi ambapo hakufanyiki vizuri kurekebishwa. Lakini vile vile tunahitaji kuuisha baadhi ya vitu vya msingi. Kwa sababu unaona vyama viwili vilivyotengeneza Jamhuri ya Muungano havipo. Yaani kitu kigumu, havipo na vyenyewe. Afro Shirazi Party pamoja na TANU haipo. Ipo chama kilichoundwa baada tena miaka kama 10 hivi, baada 11 au 10 na ngapi baada ya muungano, mwaka 64, mwaka 77 ndo CCM inakuja kuzaliwa. Na bahati mbaya mwaka 72 Mzee Karume, Mungu amrehemu, akafariki. Sasa Nyerere naye kakwenda. Sasa waliobaki wanaona muungano ni nafasi na fursa ya huyu ni Mtanganyika kufaidi, huyu ni Mzanzibari kufaidi. Hapa hamna kitu unachofaidi. Tena mkanganyiko huu uliopo Patenus unaoendelea hivi sasa, kama hautapatiwa nafasi mapema kabisa kurekebishwa na elimu ya kina ikatolewa kwa kila mmoja kuweza kufahamu maana halisi ya muungano ni nini na nini hasa kinapaswa kuwepo kati ya mataifa haya mawili, unadhani kuna athari zipi za wazi kabisa ambazo zinaweza kujitokeza na kuleta athari kubwa kwenye taifa letu? Ni kweli, ni athari ya kwanza ni kwamba
tunaweza tukaingia kwenye hati ya kuvunja muungano, kwamba muungano haupo. Manake kuliua taifa linaitwa Jamhuri ya Muungano. Sasa ninapenda kwa unyenyekevu kabisa niwaambie vijana, taifa linaitwa Jamhuri ya Muungano, msiliue. Watu ambao wanazungumza hili wasiliue, kwa sababu Tanganyika ipo. Na likifa manake kuna shida ndani yake. Likifa manake inabidi kukaa upya, kama yani kwa mfano Jamhuri ya Muungano hii upande huu wa bara itabidi wajitafute upya, kujipa identity mpya ambayo sio ya marehemu. Kwa hiyo sasa sijui kama tulishawahi kufikiri hilo, kwamba sisi tunataka tutakapoliua taifa linaitwa Jamhuri ya Muungano, kwa sababu kuvunja muungano sio kwamba unavunja mashirikiano ya Zanzibar na Tanganyika. Tanganyika haipo. Kwa hapa tulipofikia, unadhani ni nani ana wajibu wa kuweza kujitokeza sasa na kuanza kupaza sauti kwa hili ambalo linaendelea? Watu wanasema rais wa Zanzibar, marais wa huku kwetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengine wanasema kuna mamlaka ambazo zinapaswa kuweza kusimama, ikiwemo waziri wa muungano. Ni nani hasa mwenye jukumu la kupaza sauti hapa kati? Kwanza ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye aliyeapa kuilinda, kuitunza katiba ya Jamhuri ya Muungano. Katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema kuna Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo huyo ndio wa kwanza, kwa sababu asiposimama akatamka kwa kauli moja, sio tu kwa maguvu, kwa mabavu, akawa na muda wa kufafanua misingi hii vizuri, alafu baadaye serikali ya Zanzibar na yenyewe ikasimama na wakaanza na baraza la wawakilishi likaelewa msingi wa nini tunazungumza inapokuja swala la Jamhuri ya Muungano, kwa sababu ukisema muungano ufe ni manake unaiua Jamhuri ya Muungano, manake wote hapa hatutakuwa na taifa. Kwa hiyo wanaposema kwamba hawa vijana, kitu kingine wanachosema eti vijana hawa wamezaliwa baada ya muungano, hata CCM imezaliwa baada ya muungano. Kwa hiyo vijana hawa na Chama cha Mapinduzi wako katika level moja, wote wamezaliwa baada ya muungano. Kwa hiyo kumbe sio vijana wanaoenda kuwa muungano, ni Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Patenus Mkungwa Ngwarumba anatuandikia, anasema yeye anadhani hakuna ubaguzi wa aina yoyote ile baina ya Tanzania bara na Zanzibar, ila kuna wanasiasa wachache wanaotaka umaarufu kwenye mbio za urais 2030. Unakubaliana naye? Sio 2030, ubaguzi upo kwa maana ya tafsiri ya neno ubaguzi, kwa sababu ukianza kwenda Zanzibar kuna vitu, kwa mfano kwenye bajeti hii ya serikali wamesema magari ya Zanzibar yanaruhusiwa kuingia bara. Sasa tayari ni ubaguzi huo. Je, magari ya bara yanaruhusiwa, yaruhusiwi? Akijasema. Kwa hiyo kuna mambo mengi, jinsi ambavyo umesikia watu wanavyozungumza masuala ya kazi. Hivi ni mara ngapi umesikia rais wa Zanzibar amemteua kijana yoyote wa hapa bara kuwa waziri au kuwa nani huko Zanzibar? Lini umesikia? Na akifanya hivyo inaweza ikaleta mgogoro mkubwa, kwamba hapana, huyu sio Mzanzibari. Na umeona hata hizi sauti za matibabu, sauti za mambo yote hayo yanayoendelea, kwamba wanaofanya kazi wanatoka bara, sio Wazanzibari. Kana kwamba Uzanzibari ni identity mpya, wakati haipo hiyo identity kwa mujibu wa sheria na katiba. Sawa sawa, baadhi ya sijui niseme ni walalamikaji ama watu wa maoni. Nashindwa kuweka neno zuri. Wewe waseme tu. Watu wa maoni huko mitandaoni, wakati napitia nikaona hoja kwamba wanadhani muungano ulifanyika haraka kwanza, lakini pia kwa siri, na wakataja majina kwamba kwa nini watu kama Kasim Hanga na Abdurrahman Babu hawakushirikishwa. Yani ni kama Nyerere na ndugu yake ni kama walipeleka hili swala haraka, hakukuwa na upembuzi, na kama pale ulivyosema kulikuwa kama na miscalculation, kama mahesabu yalikwenda kombo hivi. Je, labda kitu kama hicho kinaweza kuwa ndo moja ya sababu pia tumefika hapa? Nadhani si kwa undani hivyo kama unavyosema, ila hata ukisoma maandiko yetu unasikia wanasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Lakini ukiangalia huyu tu ule wingi ni nani na nani, ni vigumu sana kueleza. Ila mimi ambacho kauli niliyoanza nayo ni kwamba
hatuwezi kuishi kwa kukubaliana, ila tunaweza kuishi kwa kuelewana. Mazingira ya kipindi kile yalikuwa na ruhusu kwa kiasi kikubwa masuala kama hayo yafanyike kama yalivyofanyika. Kikubwa ni kwamba yale tuliyokubaliana ya msingi katika hizo hati za muungano yatimizwe kama yalivyo, lakini iendelee kuelezwa kwamba kwa mfano upande wa Zanzibar, lengo sio kubaki Zanzibar, na wewe ni kujivua uzanzibari wako ufanane pia na bara, yani na Tanganyika. Na ndio maana Tanganyika tuisemi sana. Lakini jingine ambalo ni la msingi liangaliwe ni kwamba wakina Babu ni mtu naye mheshimu sana na Mungu amrehemu. Amin. Na wasiojua Profesa Babu ni kati ya watu ambao wanaitwa baba wa taifa la Eritrea. Ni mtu ambaye mimi kwenye familia yangu tuna mheshimu kiasi kwamba tulianzisha taasisi ya elimu tukaipa jina lake Profesa Babu, tukiwa tunalenga zile falsafa zake na namna yake anavyofanya ziendelee kukaa kwenye vizazi na vizazi. Unaona, ni mbara, ni Mtanganyika. Anazungumza, unaweza ukaenda Zanzibar, hamna kitu kinaitwa Profesa Babu kama shule wala kitu kingine. Kwa hiyo nataka kuonyesha kwamba tuko deep sana tunapozungumza muungano na tunapozungumza uweusi wetu kama hivyo. Kwa hiyo sidhani kama walitakiwa wajue au wasijue. Of course wao wangeweza kusema kwamba hapana, tunahitaji muungano ambao una sura mbili. Moja ni ile tunaita confederation, kwamba mataifa mawili yanaungana yanazaa taifa moja, au mataifa mawili yanaungana lakini yale yanabaki kuwa ni states. Kama unavyoona United States of America, kuna California, kuna sijui wapi, kuna wapi na kadhalika. Ndivyo wangeweza kusema. Lakini hawa wawili walivyokaa kwa makuzi yao na kwa mapenzi yao ya umajumui wa Afrika, wakasema sisi tutatengeneza kitu tofauti ambacho akifanani, kwa sababu wao kama viongozi walikuwa na dira. Maana unapogombea uongozi unaka kitu kana kusukuma ukafanya katika jamii. Wao waliona kwamba hapana, tunataka tusiwe na mipaka ya kikoloni, tuwe na mataifa yaliyo huru. Tutafanyaje? Ndo wakabendi hicho walichokifanya. Sasa sio kitu kibaya, ila tukielewe. Patenus, mimi nakubaliana nawe kwamba wakati ule kweli mazingira yalikuwa hayaruhusu kwa ushirikishwaji kama huo. Lakini sasa hivi zama zimebadilika. Watu wanahoji, uchambuzi ni mwingi, maoni ni mengi. Unadhani kuna haja ya kurudi kwenye ubao na kureview muungano? Ambazo ni mataifa yaliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yalikuwa yanaitwa Germany, East Africa, Germany, East Africa. Kwa hiyo yalikuwa ni Rwanda, Burundi, Tanzania. Kwa unaweza ukaona na Zanzibar walivyoingia mkataba ule wa Heligoland Treaty, na wao wakaingia upande huo. Kwa hiyo walikuwa na hakika kwamba sisi ni watu ambao hatuna mipaka. Ila hesabu ile iliyokosewa ikabaki kule, na hawa wakaendelea kuitumia kama advantage ambayo nafikiri inahitaji kukosolewa sasa hivi, si kwa jaziba kama zinavyofanywa, ila kwa kutumia cycles zilizo sahihi. Kwanza waone kwamba aina yetu ya muungano ni peculiar. Walifikiaje hapo? Sisi hayo tuyajui. Na ndo maana nadhani wana hasira ya kuulinda kwa mitutu wanaoelewa. Kwa sababu unajua kujiondoa kwenye ule ukuu wako ukajifanya mnyenyekevu sana mpaka wali ya chini kusudi uweze kupokea jambo lililo kubwa zaidi, nadhani ni sadaka kubwa kuliko sadaka ya kubaki na Uzanzibari. Kuna haja kiasi gani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa kuingia kati na kulizungumza jambo hili kulingana na hali ilivyo sasa hivi? Kuna haja kubwa, na la kwanza wanachotakiwa kufanya ni kufuta siku ya uhuru, kuifuta kabisa kwenye katiba, kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikuwahi kupata uhuru, ila ilizaliwa baada ya uhuru, na kilichokuwa katika uhuru ni Tanganyika. Kwa hiyo kiendelea kushangilia uhuru wa Tanganyika na kuuita uhuru wa Jamhuri ya Muungano, tayari unaleta mkorogo huo. Na ndio maana vijana na watu wote wanaosema tunaitaka Tanganyika yetu na wakubalia, kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio imeendelea kuleta uchochezi dhidi ya muungano, dhidi ya Tanganyika. Kwa sababu Jamhuri ya Muungano, inabidi mfahamu, ni taifa ambalo alikuwahi kuwa chini ya ukoloni wa yoyote na alikuwahi kupata uhuru, na hivyo kumbe limezaliwa tu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kushangilia siku ya kuzaliwa kwake mwaka 70 na ngapi? Mwaka 64. Tarehe 26 Aprili ndio tunayotakiwa kushangilia kwamba hiyo ndio Jamhuri Day, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo ya uhuru hayapo. Sijui uhuru wa Zanzibar hakuna. Kwa sababu sikukuu iwe moja. Iwe moja tu. Si bara,
si visiwani, kwa sababu hivyo havipo. Na hii itasaidia pengine kuanza kuleta mjadala wa pamoja kwamba Zanzibar hilo akishaliona na akasema kwamba mimi bado naendelea kulinda na kutunza tunu hii ya muungano wetu, basi hizo siku itakuwa rahisi kuziondoa, na baadaye tutaanza kuondoka kwenye hayo mambo, kwa sababu sasa hivi tunazungumza dunia kwa kijiji. Sasa hivi hapa watu wote tunatembeleana. Kuna Ramadhani Zombe hapa anasema yeye anaomba tu umweleweshe angalau faida moja ya muungano. Okay. Nafikiri kama alikuwepo tokea mwanzo nilishasema hiyo faida moja ya muungano. Nimesema moja wapo. Wakati tunaingia muungano kulikuwepo mambo kama matatu kama sio manne. Ya kwanza walikuwa wanasukumwa na ideolojia ya Kiafrika kwamba tuwe na umoja. Nchi zote ziwe moja za Afrika. Kwa hiyo kuunganisha nchi moja moja ilikuwa ni big deal kwamba tunaelekea huko. Na kwa sababu mataifa yaliyotuweka kwenye ukoloni bado tunayaona yanatunyemelea, ni ma-ex wetu, tunakuwa na wasiwasi. Inabidi simu tuziwekee password, na wakati mwingine tuseme simu hizi weka hapa. Kwa kuwa tuko tayari kwenye umoja huu, muungano huu, hakuna password, kila mtu aone, kusudi hao ma-ex tuweze kuadhibiti. Tulinde familia zetu. Hilo la kwanza. Lakini la pili ilikuwa ni ulinzi na usalama wa kipindi kile cha mapinduzi ya Zanzibar. Maana mapinduzi ya Zanzibar yalipofanyika mwaka 64, mwaka 64 walikuwa sasa, unajua kulikuwepo mtu kutoka Oman, sawa? Walikuwepo watu Persians, yani Waajemi, kulikuwa na mkorogo wa vitu vingi. Na hivyo kwa fikra ya Mwalimu Nyerere ya kipindi kile cha majumuiya ya Afrika, kumwacha jirani yako na ndugu yako ambaye mna nasaba zenu mnashare akaendelea kuteseka si jambo. Kwa hiyo na wao waliona hivyo, na vile vile inakata pande zote mbili. Na Wazanzibari walikuwa wanajua endapo sisi hataweza kuwa salama, Tanganyika hatakuwa salama, na Tanganyika hatakuwa salama, na Mzanzibari hatakuwa salama. Kwa hiyo mambo hayo yote yalikuwa na msingi. Ila kwa sasa mtu akiuliza kwamba faida ambayo sasa hayo tuachane nayo ni ipi? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna taifa linaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa hivi faida kubwa ni taifa. Ni taifa. Tunatokaje hapa sasa Patenus? Hataki kutoka kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na maanisha tunatokaje hapa kwenye huu mgogoro, chokochoko ambazo zipo na vitu kama. Moja, nimesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar na vyombo vinavyohusika na muungano waende wakatufutie siku inaitwa siku ya uhuru wa Tanzania. Ulikuwa ni uhuru wa Tanganyika na Tanganyika haipo. Wakafute. Na Zanzibar kule wakafute. Lakini watengeneze tunaweza tukasema kamati, sio kamati, chombo cha kuelimisha na kuhakikisha muungano huu unaeleweka misingi yake ni nini, unaeleweka kwa nini una sifa hizo, na baada ya hapo sasa tuweze kuendelea na hii. Hayo mambo yote yakishindikana, tukaona sio wala nini, basi tuanze kufikiria jina jipya la nchi nyingine ambayo sio ya marehemu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.